Rais wa Tanzania Samia Suluhu amejawa na ghadhabu baada ya kusalitiwa na Salim Kikeke na kufichua siri yao nzito ambayo waliambiana kupitia kwa simu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Taarifa mpya iliyotolewa na mwandishi nguli wa habari Salim Kikeke imezua mijadala mitandaoni baada ya kufichua mazungumzo ya kina aliyoyafanya kwa njia ya simu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Mazungumzo hayo ambayo baadhi yake yalikuwa nje ya rekodi ama ukipenda off record yamemweka bayana kwa Ikulu haijajitenga na mijadala inayotikisa mitandao ya kijamii, bali inafuatilia kwa karibu na kuchukua hatua zinazostahili. Kupitia akaunti yake ya Instagram, Kikeke alieleza kuwa mazungumzo yao yaligusia kwa ndani hali ya sasa maoni ya wananchi, hasa yanayoibuliwa kupitia majukwaa ya mtandaoni. Alifichua kuwa Rais Samia alionyesha kuwa ufahamu ama anafahamu vilivyo hisia na mijadala ya raia kuhusu masuala ya kitaifa na kwamba kuna hatua za makusudi zinazochukuliwa nyuma ya pazia kushughulikia hoja hizo. Ingawa baadhi ya maelezo aliyoyapokea kutoka kwa rais yalihifadhiwa kutokana na unyeti wake, Kikeke alisisitiza kuwa dhamira ya rais ni kuona taifa lenye mshikamano, haki na usikivu kwa raia wake. Kwa mujibu wa maelezo ya mwandishi huyo, licha ya kuwa mbali na nchi kwa sasa, akiwa nchini Indonesia kwa shughuli za kikazi, baada ya kuunganishwa na siasa na maendeleo ya Tanzania. Kikeke pia alidokeza kuwa anatarajia kurejea nchini hivi karibuni akiwa na nia ya kuwania nafasi ya ubunge, ishara kuwa anapanua wigo wa mchango wake kutoka katika tasnia ya habari hadi kwenye uwanja wa kisiasa. Taarifa hii imeongeza uzito wa ushawishi wake miongoni mwa vijana na watumiaji wa mtandao ambao wamekuwa wakimfuatilia kwa ukaribu kwa miaka mingi kupitia kazi yake katika shirika la utangazaji la Uingereza la BBC. Kauli ya Rais Samia, ingawa haikutolewa rasmi kwa umma, imechukuliwa na wengi kama ujumbe wa matumaini kwa serikali na masikio na ifumbi macho kwa kilio cha raia. Hata kama sauti hizo zinapaswa kwenye majukwaa yasiyo rasmi, na imeonekana kama hatua ya kipekee kutoka kwa kiongozi wa juu kuonyesha kuwa teknolojia na mitandao ya kijamii sasa ni sehemu ya mawasiliano ya moja kwa moja kati ya viongozi na wananchi. Kwa upande mwingine, kitendo cha Kikeke kuchapisha sehemu ya mazungumzo hayo mitandaoni kimeibua mjadala kuhusu mipaka ya mawasiliano ya faragha baina ya waandishi na wa habari na viongozi wa kisiasa. Hata hivyo, wengi wameona hatua hiyo kama njia ya kuongeza uwazi na kuhamasisha viongozi wengine kufuatilia kwa karibu kilio cha wananchi. Taarifa hii imewapa matumaini baadhi ya raia waliokuwa na shaka kama sauti zao zinawafikia viongozi wa juu serikalini. Kwa sasa macho yanaelekezwa kwa hatua zaidi zitakazochukuliwa na Ikulu katika kujibu madai ya changamoto zinazotolewa na jamii kupitia mtandao wa kijamii.